Uh, na stori ambayo ningependa leo niwasimulie, na wenda stori hii inaweza kukufundisha katika maisha yako. Kuna mtu mmoja, yeye aliamua kuhama katika mji ambaye alikuwa anakaa na kwenda kuishi milimani, na sababu kubwa ya kutoka yeye kutoka kwa watu na kwenda kuishi milimani, kwa sababu mtu huyo yeye aliamua kuishi maisha yake, akutaka kugombana na mtu, kutakana kukwazana na mtu. Aliona kuna watu wengine wenda wangekwazana, aliona kwa mazingira watu wengine walikuwa washirikina, wengine walikuwa wagomvi, wengine walikuwa walevi, wengine walikuwa watenda dhambi. Akaona yeye atokane na maisha hayo, aende kuishi maisha yake katika milima. Sasa tunajifunza nini? Mtu huyo baada ya kuondoka na kwenda kuishi katika milima, alikaa kwa kipindi kirefu akiwa mwenyewe, akiondoka mlimani na kwenda kutafuta bidhaa na kurudi tena katika milima. Mtu huyo alikaa kwa kipindi cha miaka mingi sana, na mwisho wa siku mvua ilikuja kunyesha kubwa sana. Pembezoni ya nyumba yake anapoishi kulikuwa kuna jiwe kubwa ambalo lilikuwepo pale. Jiwe hilo ni jiwe kubwa sana ambalo hata kama wangekuja watu wa mji mzima wasema wasukume, wasingeweza kulisukuma jiwe hilo. Lakini mtu yule alipokuwa amelala na mvua zinanyesha, radi zimepiga, jiwe lile liliporomoka na kutoka moja kwa moja mlimani na kushuka mpaka katika mji watu wanaishi. Kwa sababu chini ya mlima kulikuwa na vijiji, kuna nyumba, kuna maboma ya ng'ombe. Ilipita katika nyumba nyingi, kaua watu wengi, ikapita kwenye maboma ya ng'ombe, karibu mashamba. Na mwisho wa siku, kesho watu wakaitana kikao kwamba limetokea maafa kama haya, tunataka tujue chanzo ni nini mpaka jiwe hili kubwa limeporomoka kutoka mlimani. Lakini pana tunaonaga kama kuna mtu anaishi huko mlimani, huenda chanzo akawa ni yeye. Wale watu walitoka pale pamoja na viongozi na watu mbalimbali, wakifuatilia jiwe lilipotoka kuangalia chanzo lilikuwa ni nini. Walipofika walikuta jiwe lile lilikuwa pembezoni ya nyumba yule bwana ambalo lilipotoka, na nyumba yule bwana ipo pembeni. Na wakaanza kumwambia kwamba huyu bwana atakuwa ndo kasukuma ile jiwe. Lakini ukiangalia hata kile kijiji kizima kikisema kasukuma ile jiwe lisingeweza kung'oka. Ni kwa sababu ya mtikisiko wa radi na zile mvua kubwa ndio ilifanya ile jiwe liweze kuanguka. Lakini sasa wakaanza kumpa lawama kwamba huyu bwana ndo atakuwa amelisukuma ile jiwe na limekuja kuleta maafa. Kila mmoja akaanza kumwangushia lawama na kumlaumu na kumpa maneno ya kila aina. Sasa tunajifunza kitu gani ambacho kupitia hadithi hii? Tunajifunza kwamba kuna wakati unaweza kukimbia maneno ya watu, ukashindwa kufanya shughuli yako hapo ulipo katika kazi yako, au nyumba uliopanga, au nyumba unaoishi katika nyumba yako. Ukaona kuna wachawi wengi wanakuloga, wamekuandama, kuna watu waongo, wanakuchonganisha na watu wanakuzonga na maneno. Umeona, kuna watu wanakushtaki, kuna watu wanakulaumu, kuna watu walevi, kuna watu unaona labda wengine unaona hawa ni wanadhambi, wewe ni mtakatifu sana. Mwisho siku utasema acha nikae kuwa mbinafsi. Umeona? Sasa japo na kukimbia kote, lakini maneno yalimfuata yule mtu kule mlimani. Umeona? Kwa hiyo inakufunza kuwa mkamilifu, yani nakufundisha kwamba uwe mvumilivu katika kila jambo, kwa sababu kila jambo lina sababu katika maisha. Tunajifunza kutokana na magumu ambayo tunapitia. Changamoto za maisha na magumu tunayopitia yanatufunza kuwa imara, kwa sababu anasema dhahabu ili ng'ae ni lazima ipite kwenye moto. Kwa hiyo nikwambie hapo ulipo, hayo yote unayoyapitia ni kwa wakati yatapita, na kila kitu na maisha yataenda, na maisha yako yatakuwa mazuri tu. Usione watu wanakusema, wanakusengenya, wengine wanakuchongea kwa bosi wako, wengine wanagombanisha wewe na mahusiano yako, wengine ndoa zimevunjika. Hizo ni wakati, na hiyo unajifunza. Kwa hiyo shukuru kwa kila jambo, kwa sababu ni wakati unajifunza.